Kuna klabu moja kubwa barani Ulaya mpaka leo inaendelea kupoteza fainali, lakini historia inaonyesha ni maneno ya kocha mmoja mwaka 1962 ndiyo yanazidi kuikandamiza, ndiyo laana inayosababisha mpaka leo klabu hiyo inapoteza makombe, japo ni zaidi ya miaka 60 imepita hadi kufikia hii leo. Ni klabu gani? Mwaka 1961 kipindi Tanzania tunapata uhuru, na 1962 klabu kubwa ya Benfica kutoka kule Ureno iliandika historia ya ulimwengu au ya barani Ulaya baada ya kuchukua kombe la Ulaya mara 2 mfululizo, ikiifunga Real Madrid na ikiifunga Barcelona kwenye fainali. Lakini baada ya ushindi huo mkubwa, kilichofuata hakikuwa shangwe, bali kilikuwa ni laana. Kivipi? Baada ya fainali ya mwaka 1962 kuifunga Real Madrid goli 5-3, kocha wao mkuu Bela Gutmann aliomba nyongeza ya mshahara kama shukrani ya mafanikio aliyoyapata. Benfica kichwa kilivimba. Baada ya kumsikiliza, walimkatalia ofa yake na wakavunja mkataba wake ghafla. Kwa hasira na maumivu makali, kocha Gutmann aliacha maneno ya hasira ambayo yamekuwa laana hadi leo. Gutmann alisema, "Not 100 years from now will Benfica ever be European champions." Akimaanisha Benfica haitashinda tena taji la Ulaya miaka 100 ijayo. Tangu siku hiyo mwaka 1962 maisha ya Benfica yakabadilika. Benfica imefika fainali 5 za Champions League, fainali 3 za Europa League, na fainali zote 8 wamepoteza. Hakuna hata moja waliofanikiwa kushinda. Na hii ndio maana dunia inaanza kuizungumzia laana ya Gutmann. Ingawa taarifa zinasema kwamba Gutmann alishawahi kusema kwamba ameiondoa laana hiyo, kwamba amesawazisha mambo, lakini ukweli haupingiki kwamba Benfica hadi leo wanaonekana kama ni wageni kwenye vikombe vya barani Ulaya. Gutmann alifariki mwaka 1981 huko Austria, lakini mpaka leo maneno yake bado yanaishi na anazidi kukumbukwa kama mwamba aliyeipatia Benfica vikombe 2 kwa kuwatoa timu champion Real Madrid pamoja na Barcelona. Laana nyingine kwenye soka ambazo unapaswa uzifahamu ni pamoja na hii. Shirikisho la soka la Australia lilisemekana lilimtumia mganga wa kienyeji kutokea Zimbabwe ili wafuzu kombe la dunia mwaka 1974, lakini baada ya kufuzu hawakumlipa vizuri mganga huyo. Kilichofuata, Australia hawakufuzu tena kombe la dunia miaka 32 kwa muda wa miaka 32. Mwaka 2005 walirudi Afrika kumtafuta mganga huyo. Cha ajabu, wakafuzu kombe la dunia la 2006 na wakafika hatua ya 16 bora. Tangu hapo wameendelea kufuzu 2010, 2014, 2018, 2022 na huenda wakafuzu tena na tena na tena. Laana nyingine ni laana ya Pep Guardiola na mchezaji wake Yaya Toure. Wakala wa Yaya Toure, Dimitris Seluk, aliwahi kusema, "Mizimu ya Afrika haitamruhusu Guardiola ashinde kombe la Europa, kombe la UEFA mpaka atakapomwomba radhi Yaya Toure." Kwa miaka mingi Pep Guardiola ameshindwa kubeba taji la UEFA akiwa nje ya Barcelona, jambo ambalo linazidi kuaminisha watu huenda laana hiyo inafanya kazi. Mimi siamini katika laana. Nipe komenti yako. Hii ni Kwa Undani, Credo the King.